Katika nasaha zake, Sheikh Yaqini Said Nkoko amesema dhulma ni miongoni mwa matendo yanayoharibu amali njema. Hivyo kila Muislamu anahitajika kujiepusha na uonevu wa aina yeyote. Usidhulumu yoyote. Dhulma mwisho wake inapelekea kwenye majuto. Wangapi leo walodhulumu? Ni mangapi mlodhulumu? Rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangapi leo tunayatenda pasina haki, mwisho wake ni majuto. Tanamu ainaka, jicho lako litalala. Walmadhlumu muntabih, aliyedhulumika yuko macho, analia, anaomba. Yad'u alayka wa ainu Allahi lam tanam, atakuombea dua kwa Allah na jicho la Allah halijalala. Sambamba na hayo, amewakumbusha Waislamu kutekeleza ibada ya kuchinja, akieleza kuwa ibada hiyo ni alama ya utiifu kwa Mola Mlezi. Chinjeni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu liyawma fi Eid al-Udhiya, leo sisi tuko katika idi ya kuchinja, ambayo kichinjwa hicho kina fadhila kubwa, ambayo ukifanya hivyo ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Kama una uwezo wa kufanya kuchinja hata kimbuzi cha mwaka mmoja au kikondoo cha miezi 6, fanya hivyo. Una uwezo wa kuchinja ng'ombe wa miaka 2, chinja. Alhamdulillah, tumeswali na watu wengi sana, na mpaka hivi sasa tumepata hutuba nzuri sana, ni kwenda kuifanyia kazi. Kadhalika baada ya hapo, miongoni mwa mambo ambayo ya kufanyia kazi ni kwenda kuchinja manyumbani pamoja na viwanjani kwenye makundi mbalimbali. Na kwa kweli ni siku ya furaha, ni siku ya furaha, na watakia kheri sana Waislamu wote Tanzania, Waislamu wote dunia nzima, na watakia kheri na baraka kubwa za sikukuu hii kubwa, sikukuu ya kuchinja. Sisi ni Hijab Sisters Hub, tumetoka Dar es Salaam kuja kutoa upendo Singida. Wana Singida tunawapenda sana. Sisi kama Hijab Sisters Hub tumekuja kufanya ibada ya kuchinja. Tutachinja na kugawa nyama hapa mkoani Singida tukiwa na wenyeji wetu Rajai Foundation. Eid Mubarak. Ni kiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.